Kiukweli wacha nizungumzie mchezo wa basket kama ulivyo. Kwanza tunazungumza basket familia. Tunapozungumza basket familia ni mchezo ambao kwa kweli unavuta hamasa kubwa ya washabiki wa huu mchezo. Na bahati nzuri sasa hivi washabiki wengi wanatokea hata nje ya familia ya basketball kwa jinsi mchezo unavyochezwa. Kwa kweli ushindani ulikuwa ni mkubwa sana. Ushindani ulikuwa ni mkubwa na vipaji tofauti tumeweza kuviona ndani ya mwaka huu. Hii michezo ilikuwa mwaka jana hatukuifanya lakini mwaka huu imeanza na kwa kweli imeleta hamasa kubwa sana. Na michezo imeendeshwa kwa haki na sheria zote zimetumika na kwamba ukweli michezo ilikuwa ni mikubwa mno. Na niseme washindi wamepatikana leo. Lakini ilikuwa ni mwendelezo au ni mchezo ambayo ilikuwa kama ni ligi ambayo tumepata bingwa leo. Bingwa ni Bandari ya Tanga baada ya kushinda mechi zake zote. Lakini mshindi wa pili ni Dar es Salaam. Yeye alipoteza mechi moja na Tanga, ndio iliyompelekea yeye awe mshindi wa pili. Mshindi wa tatu ni timu ya Maziwa. Nikisema Maziwa ni maana ni timu ile ya Lake Ports zote wametengeneza timu ambayo ndio imeweza kuonyesha maajabu mwaka huu. Kwa sababu kwa kweli ni timu ambayo natarajia hapo mbele italeta ushindani mkubwa, itasumbua sana. Kwa sababu kwa kweli walijipanga. Lakini na wenzao walijipanga zaidi. Haya, kwa kweli mchezo uliendeshwa vizuri na naamini maamuzi yalikuwa mazuri. Ninaamini michezo imeendeshwa kwa utashi na weledi mkubwa. Na niseme michezo ya mwaka huu imetia fora. Michezo ya mwaka huu imetia fora. Kwa maana ya kwamba imeleta upinzani mkubwa tofauti na tulivyotarajia, kwa sababu kipindi cha katikati kidogo michezo ilisimama kulingana na uhalisia. Katikati tulikutwa na magonjwa kama ya COVID na nini, michezo ilisimama. Lakini ilivyokuja kuanza tena sasa, kwa kweli imeanza kwa hamasa kubwa sana. Na natarajia michezo ya mwakani italeta upinzani mkubwa zaidi kuliko huu ambao umejionyesha.